Ndugu yangu mtazamaji wa Sibuka TV pamoja na msikilizaji wa Lindi FM, ninayo furaha tena kukusalimu usiku wa leo katika jina zuri la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakukaribisha tena kwenye kipindi chetu cha neno la habari njema kwa ajili ya kusikia yale ambayo Mungu wetu anapenda kusema na sisi. Tunapojifunza neno la Mungu, ni vizuri kuwa makini, kulisikiliza, kulitafakari, kulitunza na kulitenda ili liweze kuwa na matokeo. Kwa hiyo kabla tujaendelea, naomba hebu funika macho yako tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Baba yetu uliye mwema, Baba yetu uliye mzuri na mwaminifu na wa haki na wa kweli, ninayo sifa na shukrani mbele zako Mungu wetu kutupa neema hii ya ajabu, kwanza kuwa hai, pili kututunza siku nzima ya leo, na usiku wa leo umetupa tena neema ya kusikia neno lako kabla tujaenda kupumzika. Naomba Mungu wa mbinguni, naomba Baba yetu wa mbinguni, sema na kila mmoja wetu sasa. Roho wako Mtakatifu akawepo kutufundisha na kutuelekeza na kutushauri yale ambayo yanatupasa kutenda kama watoto wako, kama kanisa lako. Asante, anza nasi katika jina la Yesu. Amen. Mpendwa wangu unayenisikiliza na unayenitazama kupitia vyombo vyetu vya mawasiliano, usiku wa leo napenda tukasome neno la Mungu kutoka Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza ule mlango wa 4. Wathesalonike wa kwanza ule mlango wa 4 mstari wa 16 na wa 17. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16 hadi ule wa 17. Nasoma katika jina la Yesu. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliolala katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Naomba nirudie maandiko haya. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16 hadi ule wa 17. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa na Bwana milele. Amen. Usiku wa leo mpendwa wangu unayenisikiliza, ninataka nizungumze na wewe juu ya unyakuo wa kanisa la Mungu. Nataka nizungumze na wewe juu ya unyakuo wa kanisa la Mungu. Kabla sijaingia sana kwa undani, nataka nikuambie mpendwa wangu unayenisikiliza na kunitazama, kwa wakati huu mimi na wewe tunapokuwa tunaishi hapa duniani, nataka nikuambie yako mambo makubwa matatu yaliyo mbele yetu. Yako mambo makubwa matatu yaliyo mbele yetu. Jambo ambalo tunalisubiri kabisa wakati wowote kuanzia sasa katika kalenda ya Mungu ni unyakuo wa kanisa la Mungu. Ni unyakuo wa kanisa la Mungu. Baada ya kunyakuliwa kanisa la Mungu, kitakachofuata ni miaka 7 ambayo Biblia inaita ni miaka
ya dhiki kuu, miaka 7 ya dhiki kuu. Mambo haya ni magumu kidogo, lakini nataka nitakuambia kwa urahisi na kwa wepesi. Baada ya unyakuo wa kanisa la Mungu, kitakachofuata ni kipindi cha dhiki kuu ambacho ni miaka 7. Baada ya miaka 7 kuisha, unakuja utawala wa Kristo wa miaka 1000 duniani. Atatawala pamoja na watakatifu wake. Baada ya pale ndio inakuja hukumu ya mwisho. Nasema tu yale mambo muhimu. Pale katikati kuna vita ya Armagedoni. Hapo katikati, baada ya miaka 1000, shetani ataruhusiwa kudanganya dunia. Walimwengu watakao kuwepo wakati ule watadanganywa na wenyewe watajaribu kumfuata. Lakini kabla ya mambo yote, wakati anataka sasa kuleta vita na kadhalika, vita vya Armagedoni, ndipo Bwana atakaposhuka kuhukumu ulimwengu na mambo yote yatafikia mwisho. Hatimaye mbingu mpya na nchi mpya, ambayo Biblia inasema haki yake yakaa ndani yake, ambapo watakatifu wale wote ambao wamemwabudu Mungu katika roho na kweli, wamefuata maagizo yake yote tangu kuumbwa ulimwengu, watakaa na Bwana milele na milele. Na wale wote waliomwasi Mungu tangu kuumbwa ulimwengu, hawakusikia, hawakutubu, watatupwa katika jehanamu ya moto milele na milele. Kwa hiyo hivyo ndio vipindi ambavyo vipo mbele yetu. Biblia inasema Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyofikiri kwamba anakawia, bali hapendi mtu yeyote apotee, bali wote tuifuatie, tufikirie toba ya kweli. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Watu wamesema mwisho ulimwengu uko wapi? Nimekuambia kwa kifupi ratiba ambayo iko mbele yetu. Jambo ambalo liko mbele yetu wakati wote linaweza likatokea ni unyakuo wa kanisa la Mungu. Nitakueleza kwa undani baadaye kidogo nini maana ya unyakuo wa kanisa la Mungu. Tunaposema kanisa la Mungu tunamaanisha nini? Na tunaposema unyakuo tunamaanisha nini? Kwa kilichopo mbele yetu sasa hivi ni unyakuo wa kanisa la Mungu wakati wowote. Baada ya pale kinaingia kipindi cha mateso makuu ambayo hajawahi kutokea, ambacho kitakuwa ni kipindi cha miaka 7. Sitaki kuzungumza sana leo juu ya hapo, lakini nataka nikuambie baada ya miaka 7 kuisha unakuja utawala wa Kristo wa miaka 1000. Wakati wa shetani mpinga Kristo na nabii uongo watakuwa wamekamatwa na kutupwa watafungiwa kule kuzimu. Bwana atawafungia huko. Alafu sasa ndipo ataachiliwa kwa muda kudanganya watu na nini. Alafu ndio hukumu ya mwisho inakuja, na mwisho wa yote mbingu mpya na nchi mpya. Kwa hiyo jiandae, kaa vizuri. Mwisho wa ulimwengu hauji kama watu wanavyofikiri kwamba wakati wote mwisho wa ulimwengu. Hauji hivyo. Mungu akinipa neema, labda tutakuwa tunagusa moja baada ya nyingine. Japo najua kupitia Sibuka TV watumishi wenzangu wapakwa mafuta wa Mungu wamekuwa wakifundisha mambo haya. Usiku wa leo mimi nataka nizungumze na wewe juu ya unyakuo wa kanisa la Mungu. Kwa hiyo fungua moyo wako, jiweke wazi. Hata wewe ambaye hujaokoka, mafundisho haya ya kusaidie. Nataka nikuambie kilicho mbele yetu ni kunyakuliwa kwa kanisa la Mungu. Kwa lugha rahisi, kuondolewa watakatifu wa Mungu walioko duniani, wacha Mungu wa kweli walioko duniani, waliomwamini Yesu Kristo, waliyekubali mpango wa wokovu ambao Mungu ameuleta duniani kupitia Yesu Kristo. Wale watakatifu ambao wametubu dhambi zao na kuziacha na kumwamini Yesu Kristo kama Bwana
na Mwokozi wa maisha yao. Hao watakatifu waliopo duniani, iwe ni bara la Asia, iwe ni Australia, iwe ni Latini America, iwe ni Afrika, iwe ni Ulaya, mabara yote, popote walipo wanadamu. Maana Biblia inasema mambo haya hayawezi kutokea, unyakuo wa kanisa hauwezi kutokea mpaka habari njema. Hii habari njema tunayoihubiri sasa, habari ya wokovu, habari ya watu kutubu dhambi na kuziacha kupitia Yesu Kristo. Maana Mungu ametoa hicho kipindi cha neema cha watu kuhubiriwa habari za Yesu Kristo ili wamwamini. Maana yeye ndiye njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Mungu, mtu hawezi kukaa na Mungu asipokubali kupokea mpango wa Mungu wa wokovu. Tangu wanadamu wote walipotenda dhambi, Biblia inasema katika kitabu cha Warumi ile sura ya 3:23, wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa njia ya imani katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amemtoa kuwa mpatanishi kati ya wanadamu na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Yohana ile sura ya 3 Biblia inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Biblia inasema katika hiyo Yohana 3:17, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kwa yeye. Kwa hiyo ninapozungumza na wewe uliyookoka, wewe ambaye umeyatoa maisha yako kwa Kristo, ninapozungumza neno hili la kunyakuliwa kwa kanisa, ni vizuri kukaa vizuri ili ujipime. Je, kama Kristo atakuja leo, nitakuwa mojawapo wale nitakaonyakuliwa kwenda na Bwana? Na wewe ambaye hujaokoka, sikiliza maneno haya ya kusaidie. Kanisa langu litakapokuwa limenyakuliwa, kitaingia kipindi cha dhiki kuu, cha mateso, ambacho kitakuwa kimegawanyika katika sehemu mbili. Miaka 3.5 itaonekana kama ni miaka ya amani. Ila kwa akili zako, kama ukipata neema, kama ikitokea hujaokoka, ikatokea umebaki, utajua kabisa waliookoka hawapo. Kama ni hapa Sengerema, hutaniona mimi nayehubiri hapa sasa. Kama ni Dar es Salaam, watakatifu, watu waliookoka wa kweli, hutawaona. Kama ni Dodoma, hutamwona askofu wetu mkuu, hutamwona na wacha Mungu wengine waaminifu. Najaribu kutaja haya kwa sababu najua binafsi mimi nimeokoka na ninamwamini Mungu. Ninampenda Yesu. Na nimetaja Dodoma kwamba kama ni Mlima wa West wao wamefanya uzembe, hutamwona askofu mkuu baada ya unyakuo wa kanisa. Utabaki wewe, utajua wameenda. Kama ni Dar es Salaam, watakatifu nao wajua, wa Jesus Village au Arusha Sinoni au sehemu yoyote, Mbeya, Rukwa, Layara kule, Mlele kule, Kigoma, Kibondo, Kasulu, wale watakatifu walioyaosha mavazi yao kwa damu ya Yesu Kristo, waliotoa maisha yao kwa Yesu Kristo, hutawaona. Hutawaona watakatifu walioko Bukoba, Nyamkazi, hutamwona mchungaji wa pale na wengine, kwa sababu wameyatoa maisha yao kwa Bwana. Kwa hiyo unaponisikiliza, kaa makini. Unyakuo wa kanisa la Mungu uko mlangoni. Kaa vizuri. Wewe ambaye hujaokoka, unaweza ukaamua leo, unaweza ukageuka, ukamkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukatubu dhambi zako na kuziacha, ukakubali kuoshwa kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu, ukasamehewa dhambi zako, ili kusudi
Bwana akija kulichukua kanisa lake uweze kuchukuliwa. Naomba nisome maandiko machache kabla sijaingia ndani sana. Naomba nisome hiyo Yohana 3:16 na 17 mpaka 18 kusisitiza hili. Mungu amemleta Yesu Kristo ili kusudi mwanadamu awaye yote amwamini. Na ninapozungumza juu ya unyakuo wa Kristo, amini, unyakuo wa kanisa la Mungu, ninazungumza juu ya kutwaliwa watakatifu walioko duniani, wacha Mungu wa kweli walioko duniani, walioukubali mpango wa Mungu wa wokovu, waliokubali kutubu dhambi zao na kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hao ambao wameyakana maisha yao, wakajitwika msalaba wa Kristo, wakaamua kumfuata yeye siku zote, wakaiacha dunia na mambo yake. Bwana Yesu atusaidie. Napozungumza juu ya unyakuo wa kanisa, nazungumza juu ya kuondolewa kwa watakatifu walioko duniani, watu waliokubali kuyakana maisha yao, wakaiacha dunia, wakaacha tamaa za kidunia, tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha uzima na mambo yote ambayo Mungu ameagiza katika Biblia kwamba tusiyatende. Wakaamua kuyaacha, wakamwamini Yesu Kristo, wakajazwa Roho Mtakatifu. Hao watu ndio watakaoondolewa duniani. Katika kitabu cha Yohana ile sura ya 3:16 mpaka 18 Biblia inasema hivi. 3 Yohana 16 mpaka 18. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo watakaonyakuliwa ni hawa ambao wamekubali kumwamini mwana wa Mungu, yaani Yesu Kristo, aliyekuja ulimwenguni kuwa mpatanishi kati yetu na Mungu. Huyu aliyekuja ulimwenguni akaishi katika siku zake, na kwa muda wa miaka 3.5 Biblia inasema akazunguka huko na huko akitenda kazi njema, akiwaponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja naye. Lakini kabla hajawaponya, alifundisha katika masinagogi yao, alihubiri habari njema katika masinagogi yao. Wale waliokubali kusikiliza mafundisho yake, habari njema, waliponywa roho zao, waliponywa miili yao, waliponywa nafsi zao. Akamaliza kazi, akafa pale msalabani kwa ajili yangu, kwa ajili yako. Baada ya pale, kabla hajapaa, akaacha agizo. Kaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kaambia wanafunzi wake, basi nendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Manake hata ukamilifu wa wakati. Hiyo ni Mathayo 28:18 mpaka 20. Kwa hiyo Kristo akaacha hilo agizo. Habari njema za ufalme zikaanza kuhubiriwa na kina Petro pale Yerusalemu. Mpaka leo akina Petro hawapo, lakini zimetukuta sisi tulioko Tanzania. Zimewakuta wale walioko Amerika, walioko China, walioko Russia, walioko Senegal, walioko Kamerun, hata Misri. Habari hizi zimesikika. Bwana Yesu asifiwe. Duniani kote. Kwa hiyo Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kumwona Mungu asipokuwa na Yesu, asipokubali kutubu. Kwa hiyo ninaposema kutwaliwa kwa kanisa,
kunyakuliwa kwa kanisa, unyakuo wa kanisa, nazungumza juu ya watakatifu watakaoondolewa duniani kabla ya uharibifu. Unajua lazima Mungu alete adhabu humu duniani kwa wale ambao wamekataa neema hii ya wokovu, kabla ya hukumu iwayo yote. Kabla watu hawajahukumiwa, lazima Mungu alete dhiki kuu, alete mateso kwa wale wote waliokataa kukubali mpango wake wa wokovu kupitia Yesu Kristo. Maana tangu baba yetu Adam na mama yetu Eva walipokosa katika bustani ya Edeni, Mungu alimwambia nyoka, nitaweka uadui kati ya uzao wako na uzao huyu mwanamke. Uzao huyu mwanamke utakuponda wewe kichwa, shetani, na wewe utamponda kisigino. Yesu alisema nitaweka uadui kati ya uzao wako wewe shetani na uzao huyu mwanamke. Kwa hiyo uzao wa mwanamke ni Kristo, kuzaliwa na mwanamke, akaja duniani akamponda kichwa shetani, akamharibu shetani. Yeye anasema Biblia anasema mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kuziharibu kazi zote za ibilisi. Kwa hiyo Kristo alipokuwepo duniani, alipokuwa akizunguka miji na vijiji, alikuwa anafanya mambo makuu matatu. Alikuwa anahubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Alikuwa anafundisha wale Wayahudi waliokuwepo, alikuwa anafundisha mafundisho ya kweli, kukamilisha mafundisho yale yaliyozungumzwa katika Torati, maana Torati ilikuwa ni pungufu. Yesu akafundisha katika masinagogi yao, akahubiri habari ya ufalme wa Mungu, kwamba tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Baada ya kuwahubiri na kuwafundisha, Biblia inasema akawaponya wote walioonewa na ibilisi. Watu wakamwendea kutoka Shamu yote, Galilaya yote, Dekapoli, wakamwendea Yesu akawaponya. Bwana Yesu atusaidie. Sasa hiyo yote ilikuwa ni kudhihirisha kwamba ameletwa ili kumharibu shetani. Katika kitabu cha Yohana ile sura ya 10 mstari wa 10, Yesu akasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu, bali mimi nalikuja ili muwe na uzima, kisha muwe nao tele. Kwa hiyo Kristo alikuja kuleta uzima wa milele, na habari hii ilihubiriwa tangu siku zake za mwili. Baadaye akawachia wanafunzi wake, akina Petro, akina Yohana, akina Yakobo, akina Andrea, akina Bartholomayo, wakahubiri na wao wakapata mateso makuu, wakalala, lakini injili imeendelea mpaka leo. Kwa hiyo Mungu lazima alete adhabu kwa wote watakao kuwepo duniani wakati anakuja kulitoa kanisa. Lazima adhabu iwepo ili kuleta usawa, ili kuleta haki. Adhabu itakuwepo baada ya kanisa kunyakuliwa. Kwa hiyo ninapozungumza maneno haya, jiandae kabisa. Tubu dhambi zako, muamini Yesu, ili kanisa la Mungu linapokuja kunyakuliwa uwe mojawapo watakaonyakuliwa. Wacha nikusomee katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kusisitiza ya kwamba hakuna njia nyingine itupasayo sisi kuokolewa au kupona, ni njia ya Kristo Yesu tu. Naomba nisome Matendo ya Mitume ile sura ya 4 mstari wa 12. Nasisitiza kwamba watakaotwaliwa kabla ya dhiki kuu, kabla ya mateso makuu, ni watu gani? Ni wale waliomwamini Yesu. Sio watu wote unaosema wanamcha Mungu, hapana. Ni watu wanaomcha Mungu wa kweli kupitia Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Yeye alidharauliwa,
lakini Biblia inamtaja kwamba ndio jina pekee litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Ndio jina pekee ambalo Mungu amelileta duniani ili kila anayeliitia hilo jina, anayelikubali hilo jina, anayekubali kumwamini Yesu Kristo na mafundisho yake apate kuokolewa katika ulimwengu wa sasa, apate kuokolewa kutoka dhambini, apate kuokolewa na mateso na maonezi ya ibilisi, lakini zaidi apate kuokolewa na dhiki kuu inaenda kuupata ulimwengu. Bwana Yesu atusaidie. Naomba nisome Matendo ya Mitume sura ya 4 nianzie 11. Yaani Yesu, yeye ndiye jiwe lile lilodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kwa jiwe kuu la pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Haya ni maneno ambayo Petro aliyasema. Labda pengine ni mara ya kwanza kuyasikia. Niseme Petro aliyasema haya wakati gani? Petro aliyasema haya maneno baada ya kuwa wamemponya kiwete aliyekuwa anakaa katika mlango mzuri wa hekalu nje akiomba sadaka. Hasa siku moja Petro na Yohana saa 9, saa ya kusali, wakiwa wanakwea kuelekea hekaluni, ndiye nasema Petro na Yohana walipokuwa wakikaribia kupita pale, yule mtu aliwatazama, yule kiwete aliwatazama akitarajia kupata fedha kutoka kwao, kupata msaada kutoka kwao. Petro akamwambia, tutazame sisi, mimi sina fedha wala dhahabu. Mimi sina fedha wala dhahabu, bali nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, simama uende. Petro akamshika mkono yule mtu, vifundo vya miguu yake, uwete wake vikatiwa nguvu, akasimama. Sasa baada ya kusimama na kuponywa, palitokea kasheshe, vurugu Yerusalemu. Watu wengi waliamini, watu wengi walimgeukia Kristo. Ikabidi wakuu wa makuhani, watu wa dini, viongozi wa dini wakati ule, kuwaweka kina Petro ndani. Sasa baadaye waliwaita, ukisoma mlango wa 4, maana waliwaambia wasihubiri habari za Yesu na nini. Sasa walipouliza, ni kwa jina gani na kwa nguvu gani mmeyatenda haya? Yaani kwa nguvu gani, kwa jina gani mtu huyu kiwete tunayemjua ana umri wa zaidi ya miaka 40 amepona? Mmefanya hili kwa nguvu gani? Bwana Yesu atusaidie. Labda nikusomee vizuri ili uelewe ya kwamba Yesu ni pekee. Tunasema ni superior. Ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana, ni Mungu wa miungu. Yeye ndiye njia pekee ya uzima. Mtu hawezi kufika kwa Mungu, mtu hawezi kuishi na Mungu asipomkubali Yesu Kristo. Naomba nikusomee mlango wa 4 wa Matendo ya Mitume. Nasitiza watu gani watakaotwaliwa, watakaochukuliwa. Lazima ulifahamu hilo. Naposema unyakuo wa kanisa, ninamaanisha kuondolewa kwa kanisa kabla ya dhiki kuu, kabla ya mateso makuu yaliyo mbele yetu sasa. Kuna mateso yapo yatakayopata ulimwengu. Kuna kipindi cha mpinga Kristo na nabii wa uongo na shetani mwenyewe kutenda kazi kwa nguvu, kutesa. Unaposikia ile namba 666 itatumika, watu hawataweza kuuza wala kununua bila hiyo. Hicho kipindi kitatokea, au matukio yatatokea wakati wa dhiki kuu. Sasa kabla ya dhiki kuu lazima kanisa linyakuliwe, litolewe. Ndio maana nazungumza juu ya unyakuo wa kanisa. Unyakuo wa kanisa lazima
ufanyike kabla ya kipindi hicho cha dhiki kuu, ili wanadamu walioidharau neema ya Mungu waweze kutwangwa, waweze kuteswa, na kama watasema wasiteswe, basi wakubali kuwekewa alama ya mpinga Kristo kwenye vipaji vyao vya uso au kwenye bega. Alama wawekewe ndio waweze kuuza na kununua. Wakati wa kanisa alipo, kanisa ni watu waliookoka, waliomwamini Yesu, waliomkubali huyu. Ndio maana nasema habari zake. Wewe nisome habari hizi. Matendo ya Mitume 4 kuanzia mstari wa 5. Hata asubuhi wakubwa na wazee wa waandishi wakakusanyika Yerusalemu, na Anasi kuhani mkuu, na Kayafa pia, na Yohana na Iskanda, na wote wale waliokuwa jamaa zake kuhani mkuu. Walipowaweka katikati, wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mmefanya haya? Sasa sikiliza mstari wa 8. Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli, ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu, yani yule kiwete, anasimama ali mzima mbele yenu. Sasa sikiliza habari za Yesu anazozisema. Yeye ndiye jiwe lile lilodharauliwa na ninyi waashi, yani ninyi mnaojaribu kulijenga kanisa, mnajaribu kufundisha, ninyi waashi mmemdharau Kristo. Mnahubiri habari za watu kumcha Mungu, lakini sio kupitia Yesu Kristo. Ndio maana anasema yeye ndiye jiwe lile lilodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kwa jiwe kuu la pembeni, cornerstone, yani kipimo linalonyosha mambo yote. Jiwe kwenye msingi, lile jiwe kuu la mwanzo, jiwe kuu la pembeni, huwa linatumiwa kunyosha msingi. Mawe mengine yatakayowekwa yanategemea hili jiwe. Leo katika kanisa la Mungu hatuna jiwe jingine kuu naloweza kunyosha kanisa, naloweza kujenga kanisa, ila tunalitumia hili jiwe kuu la pembeni. Tunalinyosha kanisa la Mungu kupitia mafundisho, msimamo, maelekezo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Biblia inasema yeye alikuja kuikamilisha Torati, yani mafundisho yote ambayo Mungu aliwapa wana wa Israeli, Kristo amekuja kuyakamilisha. Torati ilikuwa inasema usizini, ilikuwa inamaanisha tendo, lakini leo Yesu akasema mimi nawaambia, hata mtu akimtazama mwanamke au mwanamume kwa kumtamani, amezini tayari. Ukimchukia ndugu yako, umeua. Sio mpaka uwe kwa kumchoma mtu kisu au kumpiga risasi au kumkata panga. Ukimchukia tu kwa chuki mbaya moyoni mwako, tayari wewe ni muuaji. Huo ndio kamilifu wa Kristo. Yeye ni mkamilifu wa wakamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema yeye ndiye jiwe lile lilodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kwa jiwe kuu la pembeni, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo si kuokolewa, ni jina la Yesu tu. Katika Matendo hii ya Mitume 2:21 anasema, na itakuwa kila atakayeliitia jina lake ataokolewa. Kila atakayeliitia jina la Yesu ataokolewa. Nimalizie napositiza kwamba wale wote watakaotwaliwa ni wale waliomwamini Kristo. Nimalizie katika kitabu cha Matendo ya Mitume kusisitiza kwamba wote watakaonyakuliwa ni wale waliomwamini Yesu Kristo, ni wale waliokubali mpango wa Mungu
wa wokovu. Nazungumza usiku wa leo juu ya unyakuo wa kanisa la Mungu. Maana ya unyakuo ni neno ambalo linatokana na neno la Kilatini linasema rapto. Rapto likimaanisha kunyakuliwa au kutwaliwa. Kiyunani wanasema hapaso. Hapaso. Haya maneno si lazima sana, lakini nataka uelewe angalau kidogo. Kilatini, neno la Kilatini raptu linamaanisha kunyakuliwa au kutwaliwa. Neno la Kiyunani hapaso. H-A-R-P-A-Z-O. Hapaso. Maana yake kunyakuliwa. Kwa hiyo tunaposema kunyakuliwa kwa kanisa, maana yake ni kanisa, wale walio hai, watakatifu waliopo duniani. Taeleza baadaye kidogo. Watanyakuliwa. Biblia inasema kufumba na kufumbua, miili yao itabadilishwa kukutana na wale waliofufuka, waliofuliwa na Kristo, wale waliolala katika Bwana, watakatifu waliomaliza safari yao kabla ya unyakuo. Ndugu zetu waliotutangulia, lakini wametutangulia wakiwa wamekufa katika Kristo, labda jana au juzi au miaka 20 iliyopita au miaka mingi iliyopita, lakini walilala wakiwa wanamwamini Kristo. Biblia inasema wale hatutawatangulia sisi. Wao wataisikia parapanda ya mwana wa Mungu, watafufuliwa, Bwana atawaleta pamoja naye. Na sisi ambao kama kitokea tuko hai, yani unyakuo kitokea leo au kesho, ukanikuta mimi au wewe na umeokoka, Biblia inasema tutabadilishwa, kufumba na kufumbua, tutabadilishwa miili yetu. Maana sharti huu mwili ni wa kuharibika. Huo mwili wako ulionao ni mwili wa kuharibika. Ni mwili ambao umetoka mavumbini. Biblia inasema nyama na damu haviwezi kurithi uzima wa milele. Sharti huu mwili wa kuharibika uvae kuto kuharibika. Tutauacha, tutabadilishwa, tutavaa miili mipya. Kwa hiyo Kristo anapokuja na watakatifu ambao amewafufua, wale waliolala mauti katika Kristo Yesu, ambao Bwana atawafufua, atawaleta pamoja naye. Na sisi ambao tutakuwa hai wakati ule, tutabadilishwa miili yetu, tutavaa miili mipya, tutamlaki Bwana hewani, kati ya dunia na mbingu. Tutamlaki Bwana hapa. Alafu tutakuwa na Bwana milele, paradiso. Miaka 7 hiyo tutakuwa pamoja naye. Sitaki kusema yatakayotokea huko, lakini ujue ya kwamba kutakuwa na hukumu ya watakatifu huko hiyo miaka 7. Maana hatuwezi kuja kutawala pamoja na Kristo bila kupewa hukumu ya matendo yetu tuliyoyatenda. Hatutahukumiwa kwamba uende jehanamu au uzima milele. Hapana. Wewe ukishanyakuliwa, hukumu ya kwenda jehanamu haikuhusu. Tangu siku ulipookoka, Biblia inasema basi sasa hakuna hukumu juu ya wao walio katika Kristo Yesu. Maana sheria ya roho wa uzima imewaacha huru mbali na dhambi. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye amekwisha kuokoka hahukumiwi. Biblia inasema amekwisha kupita kutoka mautini, mauti ya dhambi, ameingia katika uzima wa milele. Hayo maandiko utayasoma katika Rumi ile sura ya 8 mstari wa 1 na wa 2. Utasoma pia Yohana ile sura ya 5 24 na kuendelea kidogo pale 24 25. Yeye amwamini amekwisha kutoka mautini na kuingia uzimani. Kwa hiyo sisi hatuna ile hukumu ya kwenda jehanamu. Ile miaka 7 ambayo tutakuwa na Bwana kule paradiso, katika mji wa Bwana, mji wa mapumziko, huko tutahukumiwa juu ya kazi zetu, ili kusudi tuje kutawala na Bwana huku duniani miaka 1000. Ni maneno magumu, lakini Bwana ameniambia nikufundishe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaposema kunyakuliwa kwa kanisa, tunamaanisha watakatifu wote walioko duniani leo.
Maana Biblia inasema katika Zaburi 16:3, watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Kwa hiyo kuna watakatifu duniani na mimi ni mmoja wao. Sio kwamba najisifu, ninajithibitisha. Nimeokoka nikiwa na miaka 20. Leo ni mtu mzima. Leo ni mtu mzima. Hapa nilipo na miaka zaidi ya 60. Zaidi ya 60, miaka mingi. Naanza kutaka kukimbilia kuelekea huko 65, 66 mpaka 70. Bwana akinipa neema, na namwomba anipe neema. Ni mtu mzima. Nimeoga nikiwa kijana. Nimejilinda. Nimeoa nikiwa nimeokoka. Namtumikia Bwana. Kwa hiyo nina hakika Bwana akija leo atanichukua. Sijajichanganya. Ninampenda Kristo. Kwa hiyo wote ambao tunampenda Kristo, Bwana atatuchukua. Lakini lazima tuwe watakatifu hapa duniani. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, hii sura ya 17 mstari wa 30 na 31, Biblia inasema hivi: basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa nawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Nisikilize, haya ni maneno ya Mungu. Biblia inasema hii Matendo ya Mitume 17:30 mpaka 31, basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali, watu walioko Tanga, watu walioko Dar es Salaam, watu walioko Mombasa, watu walioko Sudani Kusini, watu walioko Asia, watu walioko Khartoum, watu waliopo Marekani. Anawaagiza watu wote walioko China, walioko Japan, walioko Korea Kaskazini, pamoja na kuamini imani yao ya ukomunisti. Wapo watu waliookoka kule, watu walioko Hong Kong, walioko Vietnam, walioko Cambodia, walioko Bangladesh, walioko Indonesia, walioko Iran, walioko Iraq, walioko Lebanon, walioko Yemen. Bwana anawaagiza. Biblia inasema basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya hazioni, bali sasa nawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua. Yule jiwe kula pembeni. Mtu huyu ni yule jiwe kula pembeni. Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Yesu alipomtokea Yohana katika kisiwa cha Patmo, ile sura ya 1 na mstari ule wa 17, Yesu alipomtokea Yohana alimwambia maneno haya. Alimwambia maneno haya. Ufunuo 1:17 na 18. Yohana anasema, nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Sikiliza, Yohana anasimulia. Nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Yesu anasema hivi, nami nalikuwa nimekufa, na tazama sasa ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti
na kuzimu. Kwa hiyo Yesu alikufa akafufuka. Hakuna nabii yeyote wala mtume yeyote katika ulimwengu huu aliyekufa akafufuka isipokuwa ni Yesu Kristo tu. Ndio maana anawaagiza watu wote wa kila mahali kwa mtu yule aliyemchagua kwa mhukumu wa haki. Biblia anasema naye amewapa uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Kwa hiyo ninapozungumza usiku wa leo juu ya unyakuo wa kanisa, mpendo wangu, nazungumza juu ya kuondolewa kwa watakatifu waliopo duniani kabla ya dhiki kuu, kabla ya mateso kuja. Kabla ya mateso kuja duniani, lazima kanisa la Mungu liondolewe. Kanisa la Mungu halitaingia katika mateso. Kwa hiyo jiandae, ishi maisha matakatifu. Acha dhambi wewe ulioko kanisani. Wewe unayekiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana wako, ishi maisha matakatifu. Acha kubabaisha. Jaa neno la Mungu, jaa Roho Mtakatifu, jaa maombi, ili kusudi Bwana akija akukute uko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, kuna watakatifu walioko duniani. Kuna watakatifu walioko duniani. Naomba nisome Zaburi 16. Najua, lakini kusomee. Wengine wao wasomi maandiko. Kama na Biblia yako, wewe umeokoka hujaokoka, nenda tafuta Zaburi 16 mstari wa 3. Biblia inasema watakatifu waliopo duniani ndio walio bora. Hao ndio niliopendezwa nao. Watakatifu waliopo duniani ndio walio bora. Hao ndio niliopendezwa nao. Huyu ni Daudi aliandika maneno haya. Kwa hiyo kuna watakatifu. Hata Paulo alipokuwa anaandika nyaraka zake, kwa mfano alipokuwa anaandika kwa Wakorinto, wewe nikusomee Wakorinto wa kwanza ile sura ya kwanza. Petro aliwaandikia watakatifu waliokuwepo Korinto. Utakatifu tunaupata hapa duniani, sio baada ya kufa, na hatuupati kwa nguvu zetu. Tunapomkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunamkaribisha mioyoni mwetu, anaingia. Yeye ndiye anatutakasa. Damu yake ya thamani inatuosha na dhambi zetu zote. Alafu anatupa uwezo wa kuishi maisha ya mpendezayo. Tunapotembea, damu ya Kristo inakuwa imetufunika. Damu ya Yesu Kristo inatuhesabia haki. Damu ya Yesu Kristo na Roho wake Mtakatifu haitupi nafasi kwenda kuishi au kutenda mambo yasiyompendeza yeye. Huu ndio ukweli. Paulo akaandika katika kitabu chake, katika waraka wake aliowaandikia wa Filipi ule mlango wa 4 mstari wa 13, anasema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo ukikubali kumwamini Yesu Kristo, Yesu Kristo anakugeuza. Anaondoa tamaa zote za dhambi. Anaondoa tamaa zote za mwili. Roho chafu, maisha yasiyofaa anayaondoa, mawazo anayatakasa. Anakupa uwezo wa kuishi maisha matakatifu. Kwa hiyo Yesu ndiye anayetufanya tuwe watakatifu duniani. Kwa hiyo nikusomee. Hata Paulo alipokuwa anawaandikia wa Korinto, aliwaandikia akijua ni watakatifu. Kwa hiyo swala la kuwa mtakatifu duniani halina ubishi. Halina ubishi. Ni jambo la kweli. Katika Wakorinto wa kwanza ile sura ya kwanza, mstari wa 1 mpaka wa 3, anasema hivi: Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Sostenesi ndugu yetu, kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto,
wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Petro yeye anasema katika waraka wake wa kwanza, mlango ule wa kwanza, anasema iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuwa mtakatifu duniani ndio maisha tunayopaswa kuwa nayo. Katika Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 4 na mstari wa 7, Biblia inasema kwa maana Mungu hakutuitia uchafu bali utakaso. Kwa maana Mungu hakutuitia uchafu bali utakaso. Kwa hiyo kuwa mtakatifu ni lazima, na Bwana atakapokuja kulichukua kanisa atachukua watakatifu waliopo duniani, waliotubu dhambi zao, wakamwamini Yesu Kristo, wakabatizwa katika maji mengi katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wakajazwa Roho Mtakatifu na wakaendelea katika mafundisho ya mitume. Maana imani yetu imejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo akiwa jiwe kuu la pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Napozungumza juu ya unyakuo, mpendwa wangu, nazungumza juu ya kanisa la Mungu. Na unyakuo ni kitu halisi. Ninapoelekea kumaliza, hebu nikupeleke katika kitabu cha Luka nikuambie. Biblia inasema wawili watakuwa wamelala, moja atwaliwa, moja aachwa. Wawili watakuwa shambani, moja atwaliwa, moja aachwa. Unaposikia walikuwa wamelala, walikuwa shambani, anaeleza watu wa maeneo tofauti tofauti duniani. Hapa leo mimi naongea muda huu Marekani, sio usiku kama tunavyoona sasa. Tunapishana masaa 8. Kwa hiyo mimi naongea sasa hivi kuelekea saa 4. Kwao sasa hivi yamkini ni saa 8 mchana. Kwetu sisi wapo wengine wamelala sasa hivi. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo Yesu alikuwa makini sana alipokuwa anazungumza haya. Yeye ni Mungu, anajua Amerika ni giza, akija Afrika patakuwa, kama ni Afrika Mashariki kutakuwa, akija mchana watu watakuwa shambani. Kule labda ni saa 4 asubuhi. Hiyo natilia tu mfano, maana hakuna ajuaye saa wala siku. Lakini nasema akija mchana kwa saa za Afrika Mashariki, labda saa 4 asubuhi, Marekani watakuwa watu wamelala. Kwa hiyo nikusomee katika Luka 17. Nisome kuanzia 33 mpaka 37. Mtu yeyote atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na yeyote atakayeiangamiza ataiponya. Na waambia, usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja, moja atwaliwa, moja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja, moja atwaliwa, moja ataachwa. Watu wawili watakuwa shambani, moja atwaliwa, moja ataachwa. Wakajibu wakamuuliza, wapi Bwana? Akawaambia, ulipo mzoga ndipo watakapokutanika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unyakuo ni kitu halisi, kitakuwepo. Jiandae. Na unyakuo utakuja ghafla, ni kwa watakatifu tu. Dunia haitajua. Lakini nataka nikuambie kweli, kama usiku huo, tuseme Yesu akija mchana au usiku, na rubani anayeirusha ndege ameokoka, labda waombe Mungu wale watakuwa kwenye hiyo ndege wawepo marubani wawili, moja ameokoka, moja hajaokoka. Sasa itokee yule ambaye ameokoka anaendesha ndege, watashangaa tu ametwaliwa, na wasipokuwa makini ndege inaanguka. Jiandae.
Yesu anakuja. Na nataka nikuhakikishie, tendo la Mungu kuwaondoa watakatifu wake kabla ya shida au maangamizo sio tendo ambalo ni hadithi, ni tendo la kweli. Tangu kuumbwa kwa ulimwengu, wanadamu walipoharibika siku za Nuhu, Mungu akamwambia Nuhu, tengeneza safina. Nuhu akahubiri miaka 120, watu hawajali. Akamwambia tengeneza safina, akampa vipimo, urefu, madirisha yatakuaje, upana utakuaje, akampa maelekezo yote. Watu wakawa wanacheza, wanamcheka Nuhu. Lakini siku ile gharika inamwagika, ndipo watu walijua Nuhu alikuwa anahubiri kweli. Kwa hiyo Nuhu aliokolewa na Mungu kabla ya gharika, akafichwa katika safina. Sodoma na Gomora, Lut na wanaye walitolewa katika ule mji wa Sodoma na Gomora kabla Mungu hajateketeza, hajaleta maafa, haijatokea dhiki. Ndivyo itakavyokuwa. Nasema kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, wasijue ile gharika ikawakuta ghafla, wakaangamia. Na kama ilivyokuwa Sodoma na Gomora, watu walikuwa wakila na kunywa, moto wa kiberiti ukawaka juu ya Sodoma na Gomora, watu wakauawa. Ndivyo itakavyokuwa katika zamani hizi. Jiandae, unyakuo wa kanisa upo. Twapaswa kuishi maisha matakatifu. Biblia inasema, kwa hiyo nikusomea andiko la mwisho ninapomaliza, waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3. Biblia inasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Jitakase, jiweke tayari. Petro akawaambia watu wake katika waraka wake wa pili ile sura ya 3, muda hautoshi, kuanzia mstari wa 18 nasema, kwa kuwa tunayatazamia mambo haya. Kwa kuwa tunayatazamia mambo haya, twapaswa kuwa watu wa namna gani? Kwa kuwa tunayatazamia mambo haya. Petro anasema katika waraka wake wa pili ile sura ya 3 mstari wa 14, kwa hiyo wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo haya, fanyeni bidii ili muonekane katika amani, kuwa hamna mawaa wala aibu mbele zake. Kwa hiyo jiandae, jiweke tayari kabla ya unyakuo. Bwana akupe neema ya kujiandaa kabla hujanyakuliwa. Nataka niombe na wewe uliyesikia maneno haya. Bwana akupe maamuzi ya kujiandaa. Sema maneno haya: Bwana Yesu, nimesikia neno lako ya kuwa unyakuo upo, tena unyakuo wa watakatifu waliopo duniani kabla ya dhiki kuu kuja. Naomba nisaidie, nijiandae vema, nimwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nisaidie, nijiweke tayari, hata mimi niliyeokoka, ili Bwana anapokuja kulitoa kanisa niweze kunyakuliwa. Asante Mungu kwa sababu unanipenda. Amen. Mungu akubariki mpendo wangu. Jiweke tayari kabla unyakuo. Usiku mwema. Asante.